Mafanikio yapo, lakini katika mafanikio kunazo strategic plan ili kufikia mafanikio haya. Tunaposema sana mafanikio katika maisha yoyote, umpaswa kufanikiwa. Kwa nini umpaswa kufanikiwa? Kwa sababu umeumbwa kufanikiwa. Swali ni je, kwa nini nashindwa kufanikiwa? Swali ni je, kwa nini nachelewa kufanikiwa? Lakini swali lingine, je, kwa nini nafanikiwa kwa vita, nafanikiwa kwa kuteseka? Maswali hayo utapata majibu katika siku hii ya leo. Kwa majina yangu naitwa Mwalimu Mendamenda Adili. Katika mitandao ya kijamii unayotufuatilia katika MG Studio account yetu ambayo inapatikana katika TikTok, lakini pia hata YouTube online unatupata katika mitandao ya kijamii. Siku ya leo tutakwenda kujifunza kwa nini mafanikio hayo yanapigwa vita. Kwa nini unateseka katika kuyafikia mafanikio hayo? Kwa nini kuna mvutano wa wewe kuyafikia mafanikio? Maswali hayo yatapata majibu katika siku hii ya leo. Mungu akubariki sana. Twende pamoja nami katika dakika chache za kukupitisha kwenye Biblia kuhusu namna mafanikio yanavyopingwa katika ulimwengu wa roho kwa mtu yeyote, sio tu waliomwamini Mungu, lakini waliomwamini Mungu wanapitia upinzani mkubwa sana. Tutasoma katika kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana na sura ile ya kwanza. Tutaanzia hata mstari wa kwanza ule. Maneno ya Mungu yanasema, Mpenzi Gayo nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Unaona, moja kwa moja mtumishi wa Mungu Paulo anamwambia Gayo, mpenzi Gayo, rafiki Gayo, kwamba naomba ufanikiwe. Yaani nakuombea ndugu yangu, wewe unaniangalia, ufanikiwe kadri roho yako ifanikiwavyo. Ufanikiwe sawasawa na roho yako ifanikiwavyo, kwa sababu roho yako ishafanikiwa. Hesabu ya mtu duniani katika maisha yetu zinaangaliwa roho zaidi ya mwili. Kwa roho yako imeshafanikiwa kuanza kumiliki. Roho yako imeshafanikiwa kuanza kuwa na access katika dunia hii. Roho yako imeshafanikiwa kuwa na utawala katika ulimwengu. Roho yako imeshapata kibali, imeshapata platform, imeshapata utawala. Hiyo roho yako sasa. Lakini hadi wewe ufanikiwe, kuna protocol, kuna itifaki, kuna strategic plan ambazo unatakiwa wewe uzipitie, wewe uzivuke. Tuna taratibu, utanielewa. Maneno ya Mungu katika kitabu cha Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6 na mstari wa 10 hadi wa 12. Biblia inasema hivi: Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi, yaani kufanikiwa kwetu sisi, tunatakiwa tushindane, lakini kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Juu ya ufalme wa giza, juu ya falme na mamlaka ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya, juu ya ulimwengu wa roho. Unaposhindana katika ulimwengu wa mwili, hauwezi ukatoboa bila kuwa na uhakika wa kushinda kupitia ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho tukishinda, ndipo mafanikio hayo yaliyoorodheshwa, baraka zetu zilizoorodheshwa katika maisha ya kiroho, zinakuja kuwa displayed, zinakuja kuonekana katika uhalisia katika maisha ya kimwili. Sikiliza, katika elimu yako inawezekana umeshafanikiwa, katika ajira yako inawezekana umeshafanikiwa, katika familia yako inawezekana umeshafanikiwa. Kufanikiwa huko ni katika hali ya kiroho.
Je, katika hali ya kimwili utafanikiwaje? Utafanikiwa baada ya kushinda upinzani katika ufalme wa roho, kushinda upinzani ulionao katika upande wa roho, kuyashinda mapigo na mapito ambayo natakiwa uyapitie katika ufalme wa roho. Bwana asifiwe sana. Na kuombea siku ya leo ufanikiwe kama roho yako ifanikiwavyo, lakini sio tu ufanikiwe, Mungu akupe effort, Mungu akupe nguvu, Mungu akujaze authority kwenda kuyafikia mafanikio hayo. Mungu akupe neema ya kuweza kuyafikia kwa strategic zote ambazo nitakuelekeza. Mungu akupe uweza wa kuzishinda. Mungu akupe uweza wa kupata na nguvu na uhodari katika kukamilishwa katika hivyo vitu vyote. Nitakwenda kukuonyesha maeneo 4 ambayo watu wamezuiliwa kufanikiwa. Yaani mafanikio yamechelewesha kwa watu. Maeneo 4 ambayo watu wamechelewesha kuyafikia katika hatima zao. Ni mafanikio yapo tayari, yaani mtu ameshafanikiwa lakini wameshacheleweshwa katika hali ya roho bila kujua. Wamebaki kurelax, wamebaki kuenjoy kwamba mimi ni wa hapa hapa. Hakika wewe sio wa hapo hapo, na kuhakikishia wewe sio wa hapo hapo. Utakapochukua hatua, ipo badiliko kubwa ambalo litakuja katika maisha yako. Eneo la kwanza ni katika eneo la huduma, lakini eneo la kihuduma. Eneo la pili ni katika eneo la kielimu. Eneo la tatu ni katika eneo la kiuchumi, lakini eneo la 4 ni eneo la kijamii. Hapo kwenye jamii utaongelea familia, ndoa, hata jamaa na rafiki wanaokuzunguka, jamii kiujumla. Katika maeneo hayo sasa unaona kabisa kama kuna watu wamepigwa vita, kuna watu wameblokiwa, kuna watu wamekatishwa, kuna watu wamelizishwa kwamba mimi ni wa hivi hivi. Kumbe wameshafanikiwa katika roho zao, lakini roho zao kufanikiwa inatakiwa kuja kufanikiwa katika mwili pia. Wameblokiwa, wamezubaishwa, wamecheleweshwa, wameridhika kiurahisi, wanataka washinde kwa kudewela tu, Waswahili wanasema. Wanataka washinde kwa kawaida. Kumbe kuna vita wanapitia bila kujua. Kumbe kuna mapambano wanayo katika roho bila kujua. Kumbe katika ulimwengu wa giza wanapambana. Sijui unanielewa ndugu yangu unayenisikiliza? Kuna namna inatakiwa uanze kupambana na kushinda katika ulimwengu wa roho. Nayo pointi moja kubwa sana ya kukuelekeza ninapokwenda kuhitimisha namna gani ya kushinda katika ulimwengu wa roho. Utashinda katika neno. Utashinda kwa kuwa mtakatifu. Lakini utashinda pia katika yote. Lakini kuu zaidi ambalo nataka nikuelekeze siku hii ya leo, maombi. Utashinda zaidi kwa maombi. Maombi ni silaha, lakini maombi ni vita. Tunapopigana na ukuu wa giza, ukuu wa ufalme wa giza, wakuu wa anga za giza ambazo tumetawaliwa nazo katika maeneo ambayo tumeyafikia, maeneo ambayo tunaishi, katika hatima zetu tumezuiliwa kwa sababu hatuna maombi. Inawezekana mizimu ya ukoo inakushinda, imekuzuia, imekuchelewesha kwa sababu hauna maombi. Utafanyaje sasa? Utatoboaje? Hauna maombi. Mizimu ya ukoo ukisimama kuomba, unaomba dakika 2 umemaliza, eti umeikemea mizimu ya ukoo. Kumbe ndio umeichechea ikuumize zaidi. Hauwezi ukatoboa bila maombi. Hauwezi ukatoboa bila maombi, na kuhakikishia miaka nenda rudi. Miaka nenda rudi. Hakika maombi ndiyo silaha. Maombi ndiyo silaha. Siku ya leo nitakuombea Mungu akupe neema ya kuomba. Nitakuombea Mungu akupe neema ya kuomba, kwa kuwa maombi ndiyo silaha pekee tuliyobakia nayo katika kuzishinda upinzani, katika kushinda upinzani tulionao katika roho, katika kushinda upinzani ulioainishwa katika maisha yetu katika ulimwengu wa roho. Unapambana sana, unapigwa vita sana katika ulimwengu wa roho. Ndio maana unachoka, ndio maana unachelewa katika hatima yako, ndio maana unakosa mafanikio kwa wakati. Mungu akubariki sana. Nakuombea siku hii ya leo upate neema ya kuweza kuomba, upate neema na nguvu ya kuanza kuvuka level katika maombi. Ulikuwa unaomba dakika 10, nenda dakika 20, nenda dakika 30. Ulikuwa unaomba saa 1, nenda masaa 2, nenda masaa 3. Kadri Roho wa Mungu atakavyokuongoza, kadri nguvu ya Mungu itakavyokutuma, kwa sababu mamlaka ya ushindi katika maisha yako yapo katika maombi. Ushindi wa maisha yako upo katika maombi. Utashindaje bila maombi? Inatakiwa uwe na maombi.
Maombi, maombi, maombi ndio silaha pekee katika maisha ya Mkristo. Maombi, maombi, maombi ndio silaha pekee katika maisha ya Mkristo. Hakika siku ya leo kusudia kuomba. Hili ni somo kwa ajili ya Wakristo waliookoka, lakini kama wewe hujaokoka na pia umesikia neno hili juu ya mpenzi Gayo ambaye anaombewa kufanikiwa katika maisha yake. Huyu ni mtumishi wa Mungu, anaombewa kufanikiwa kadri roho yake ifanikiwavyo. Lakini pia mimi leo nawaombea Wakristo wote kufanikiwa kama roho zenu zifanikiwavyo. Lakini kama umepata bahati hii kusikiliza mafundisho haya, kama wewe sio Mkristo, hujampokea Bwana na Mwokozi kwa Bwana Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaweza ukampokea Yesu Kristo pia. Hata kama unataka mawasiliano yangu, naweza nikakuachia mawasiliano yangu 0752291753. Kama utahitaji maelekezo zaidi, namna ya kuokoka, namna ya kumkiri Bwana kuwa na Bwana na Mwokozi wa maisha yako, namna ya kumkiri Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndio hatua sahihi za kuokoka. Mungu akubariki sana. Lakini endelea kufuatilia katika chaneli hii tutakapoenda kuachilia video zetu siku hadi siku. Usichoke kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Tunaendelea TikTok, tunaendelea YouTube. Kwa kadri neema ya Mungu alivyoachilia katika umri wetu, tunaendelea kumtangaza Mungu katika mitandao hii. Mungu akubariki kwa namna yote utakayoiwa kutusupport, kusubscribe, kushare video zetu na kucomment. Mungu akupe utoshelevu. Basi nitakwenda kuomba neema ya Mungu ikawe juu yako sana siku hadi siku, kadri ukamilifu wa Mungu utakavyokuwa juu yako. Katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, Mungu mwenye nguvu nyingi. Baba, katika jina lako wewe uliyeketi mahali pa juu palipoinuka, nalitukuza na kulinua jina lako sana kwa ajili ya ndugu msikilizaji na mtazamaji aliyetazama video hii tangu mwanzo hata sasa na kwenda kuhitimisha somo hili la leo. Mungu, nalinua jina lako sana na kukutukuza zaidi kwa kumekuwa mwaminifu katika maisha yake. Umekuwa mkamilifu katika maisha yake. Bariki ndia na zikataye. Naomba neema yako ukamfanikishe zaidi kadri roho yake ifanikiwavyo. Neema yako ikamfanikishe zaidi, lakini peke yake hawezi. Mpe neema ya kuomba, mpe neema ya kuzidi kukua katika maombi, mpe neema ya kuzidi kukua katika maombi, kwa kuwa maombi umesema ni silaha, maombi umesema ni uwezesho. Tunahitaji uwezesho kuzifikia hatima zetu za kielimu, tunahitaji uwezesho kuzifikia hatima zetu za kihuduma, hatima zetu za kiuchumi, hatima zetu za kijamii. Tunahitaji uwezesho wako. Natamka uwezesho juu ya kijana wako aliyesikiza neno lako. Natamka uwezesho juu ya mtumishi wako aliyesikiza neno lako katika siku ya leo. Neema yako ikawe pamoja naye katika jina la Yesu Kristo, kuanzia sasa hadi ukamilifu wa dahari. Usimpungukie katika neno lolote, bali katika kila neno mpe kushinda na zaidi ya kushinda. Natangaza ushindi juu yake katika maombi. Natangaza ushindi juu yake, juu ya hatima yake, nikiondoa upinzani wa kila namna katika hatima yake kwa jina la Yesu Kristo mtakatifu, wewe uweza yote, uliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Nalibariki jina lako na kulinua sana siku hii ya leo. Asante kwa msikilizaji, asante kwa mtazamaji. Umekuwa baraka sana katika siku ya leo. Nahitimisha katika semina siku ya leo nikiita baraka kwa huyu mtazamaji aliyesikiliza na kufuatilia siku ya leo. Mpe neema ya kutufuatilia pia katika vipindi vitakavyoendelea katika chaneli hii. Mungu nalibariki na kulinua jina lako katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, nikiomba na kushukuru. Amen.